Kwema. Kwema, mambo? Safi tu, naongea na Irene natokea Kishamba Media. Karibu Irene. Maandalizi yapoje kuelekea mchezo huo? Maandalizi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naweza kusema yamekamilika kwa kiasi kikubwa kwa sababu tulifanya mazoezi ya mwisho jana, mazoezi ya nguvu jana, na leo alfajiri kikosi kimesafiri. Hivi tunapozungumza dakika chache zilizopita tumeingia jijini Dar es Salaam. Tutakuwa na session moja ya mazoezi hapa leo kwa ajili ya kufanya recovery ya uchovu wa safari, then kesho asubuhi tutaondoka Dar es Salaam kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo dhidi ya Young Africans, mchezo wa mwisho kwetu wa ligi kuu msimu huu. Kuna namna yoyote kama klabu mmeathirika mechi kupelekwa visiwani Zanzibar? Yeah, of course, kwa sababu kila kitu kinaongezeka na tulipata taarifa hatukuzipata mapema. Kwa hiyo kwenye upande wa cost ndio unatuathiri, lakini kwenye upande wa kiuchezaji sisi ni kama askari. Uwanja wowote ambao tutawekewa tutacheza, sehemu yoyote tutacheza, lakini kimaandalizi kidogo imetuathiri kwa sababu timu yetu sisi ni timu ya taasisi. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunafanya maandalizi almost ya msimu mzima kutokana na ratiba ambayo inakuwa imetoka. Kwa mabadiliko yoyote ya ratiba yanapokuwa yanatokea, basi kidogo yanakuwa yanatufanya tushe. Kwa mfano, tulikuwa tunajua safari yetu inaishia Dar es Salaam. Kwa kosti za usafiri zilikuwa ni kuja Dar es Salaam na kurudi, lakini unaongeza safari nyingine ya kwenda Zanzibar. Lakini pia hata gharama za malazi Dar es Salaam na Zanzibar ni zimeachana sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa kuna some costs zinaongezeka, lakini ndio football, wenzetu ndio uwanja wa nyumbani waliochagua, na kikanuni yeye ndio ambaye anapaswa kuchagua uwanja wa nyumbani. Na sisi tumeyapokea, ndio maana tuko Dar es Salaam tunaelekea Zanzibar. Sawa, mechi zenu mbili za mwisho dhidi ya Azam pamoja na Singida Black Stars zote mmepoteza. Yeah. Mnaenda kukutana na Yanga ambayo inahitaji alama 3 kwa ajili ya kukaa nafasi nzuri ya kutetea kombe lake. Inakuwa ni ngumu kiasi gani kwa upande wenu kumzuia Young Africans? Unajua ni afadhali ukutane na timu nyingine yoyote sasa hivi. Yaani ni afadhali pia ukutane hata na Real Madrid sasa hivi kuliko kukutana na Simba na Yanga kwenye nyakati hii ambayo wanayo, wamezidiana alama 1. Unaweza ukaona ni pressure kiasi gani ambayo klabu inakuwa nayo. Lakini pia hata ukiangalia wenzetu ni tayari wameshakuwa mabingwa mfululizo mara kadhaa, lakini pia hata ukiangalia ukubwa wa kikosi chao na sisi hatufanani, lakini ambacho tunaweza kusema ni kwamba football ni mchezo ambao dakika 90 ndio zinaamua. Ndio maana unaweza kukutana na timu ya average ya katikati au ya kawaida ikaifunga timu kubwa. Football ina maajabu yake. Ingekuwa Yanga hajawahi kufungwa toka ameanza au toka msimu huu umeanza, tungesema yes, na sisi tunakwenda tukiwa tunaogopa, lakini kwa sababu tayari ameshawahi kufungwa na kupoteza kwenye michezo fulani, basi na sisi nafasi hiyo tunayo kama timu na tumejiandaa sawa, tumejiandaa vizuri. Na Zanzibar ni nyumbani kwa wote, yani especially sisi ambao tunatoka makao makuu ya nchi hapa na serikali. Unavyoelekea Zanzibar ni kama unakwenda Dodoma, yani kama unakwenda Ikulu vile vile. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunakwenda kucheza mpira. Tunajua mechi itakuwa ngumu kwa sababu ndio football. Unapokutana na timu yoyote, hata kama leo hii tukisema wazee wazee labda wa Kariakoo au wazee wa Manzese wakusanyane wawe 11 tuingie kwenye mechi na wachezaji hawa wa Dodoma Jiji wa sasa hivi, ukishaweka tu hiyo, yani ukishaita tu mechi, maana yake tayari imekuwa mechi, yani sio tena kitoto. Unaweza kushangaa unapata matokeo ambayo yanakushangaza. Kwa hiyo alikadhalika kwenye mchezo huu unaweza ukaonekana kama ni mchezo rahisi kwa Yanga, lakini sisi pia kwetu tunaona kama ni mchezo wa fursa kwa upande wetu sisi kuweza kupata matokeo, tujiongezee alama 3 ili tusimalize ligi kwenye nafasi mbaya ya 9, ya 8, ya 10, nafasi ambazo sisi kwetu si nafasi nzuri kwa kibiashara, si nafasi nzuri fan base, lakini pia si nafasi nzuri kwa timu ambayo inatokea makao makuu ya nchi chama na serikali. Sawa, kuna kitu cha ziada ambacho kinaongezeka kwenye viwanja vya mazoezi hasa mnapoenda kukutana na hizi timu kama Yanga na Simba? Sana ni psychological issues. Yani sana ni mindset za wachezaji, kwa sababu mazoezi ni yale, mpira ni ule, wachezaji ni wale, viwanja ni vile. Kikubwa ni hapo ndipo wataalamu wa saikolojia nafasi yao inapokuwa inakuja, kwa sababu ukisema uende kikawaida, maana yake unaona kabisa lipo gap, lakini
ukishajiandaa kushinda, ukishajiandaa kupata matokeo, ukishajiandaa vizuri, mindset yako ikajiweka vizuri, psychologically ukae huko vizuri, ukaingia na mentality ya ushindi na sio mentality ya uoga au kuhofia, kwa sababu unaona kutana na Madrid au Barcelona au Yanga au Simba, unaweza kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo wataalamu wetu wa saikolojia, wachezaji pia wakongwe ambao tunao, na hii ndio nafasi ambayo huwa wachezaji wakongwe, wachezaji ambao wameshakutana na hizi timu mara kadhaa, huwa nafasi yao inaangaliwa zaidi kwa ushauri, hata kama hatocheza, lakini anakuwa karibu na timu, karibu na bench kwa ajili ya kuwashauri kama bwana, tunaingia hivi, tunaingia hivi. Kwani ni wakati wa kutengenezana na kuandaana, sio wakati wa kufanya mazoezi sana, kwa sababu timu ni ile ile, mechi ni zile zile, ligi ni ile ile, viwanja ni vile, lakini sasa ni wakati sasa wa kujengana na kuandaana psychologically, pamoja na tunaita kuandaana psychologically pamoja na mentality. Kichwa kiwe kizuri, mtulie, mcheze mpira. Ndicho ambacho kinafanyika unapokuwa unakwenda kwenye michezo mikubwa kama hii. Sawa, Moses, kuna taarifa nimepitishiwa hapa sasa hivi, nimeambiwa kwamba Dodoma Jiji wamewekewa dau nono sana endapo atamfunga Yanga. Ni kweli? Sasa kwa Dodoma Jiji, sisi huu ni utamaduni wetu. Sisi huu ni utamaduni wetu. Donge nono sisi ni lazima, sio tu unapokutana na Yanga. Ila tu utofauti ni kwamba unakwenda kucheza na nani, basi donge huwa linakuwa na tofauti. Kwa unapoenda kucheza na KMC, unapoenda kucheza labda na Ken Gold, dau lake haliwezi kufanana na kucheza na Azam, Simba au Yanga. Kwa hiyo of course bonus ipo, tumewawekea wachezaji wetu kama watashinda mchezo huu kiasi kadhaa, ambacho mara nyingi huwa hatupendi kukitaja, kama watasare kiasi kadhaa. Kwa hiyo tunaamini hii ni sehemu ya motisha ambayo hata vilabu vingine vyote duniani huwa wanafanya. Kwa hiyo sisi pia kwa ajili ya kuwawekea motisha na kuwaweka wachezaji wasiingie kinyonge kwenye mchezo huwa tunaweka hizo bonus kwa ajili ya kuamsha ile morali na hali kwa wachezaji wetu. Sawa, mnaelekea kwenye mechi yenu ya mwisho kwa msimu huu. Ukitazama msimu mzima upoje kwa upande wenu, hasa kwa klabu nzima ya Dodoma Jiji? Naweza kusema kwamba miongoni mwa misimu bora kabisa ya ligi kuu ni pamoja na msimu huu. Miongoni mwa misimu migumu zaidi ya ligi toka tumepanda ni miongoni mwa msimu huu. Mpaka kufikia sasa si rahisi kusema nani anakwenda kucheza playoff. Japo walioshuka tayari tumeshawafahamu, lakini kwenye kipengele cha playoff ni issue tofauti na misimu mingi ambayo imepita. Kwa hiyo ilikuwa ni ligi bora, ilikuwa ni ligi nzuri, ilikuwa ni ligi ngumu, na hii yote tunaendelea kutoa pongezi kwa TFF pamoja na bodi ya ligi. Wamefanya kazi yao nzuri, pamoja na wizara ya michezo wamefanya kazi yao nzuri, wamefanya kazi yao vizuri, na ni kitu ambacho sisi kama club tunapongeza na tunaona vitu kama hivi vikifanyika. Ligi ikiwa ngumu, maana yake pia ubora wa timu unaongezeka, kuliko ligi ikiwa lelelele, maana yake hata vilabu na wenyewe vinalala. Kwa hiyo hamlali, yani kwenye ligi kama hii maana yake hamlali, ina haki ya kuitwa ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Pengine mechi ya mwisho hiyo tutarajie nini hasa kwenye msimu ujao, hasa kwa Dodoma Jiji? Sisi kama Dodoma Jiji, kwanza ni kufanya usajili mzuri ambao unaendana na hadhi ya klabu yetu. Target yetu tunaingia kwenye takriban msimu wa 5 wa ligi kuu. Bado malengo yetu ya kwenda kucheza kimataifa hayajakamilika. Kwa hiyo moja kati ya ndoto za klabu yetu kama Dodoma Jiji ni kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Na msimu huu tumeteleza, hatujafanikiwa. Ipo michezo mingi ya away tulipoteza, michezo kadhaa ya nyumbani tulipoteza. Tumetoka kwenye reli na hatujafanikiwa kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, lakini kwa msimu ujao maandalizi tutaanza mapema, na hivi tunavyozungumza asilimia kubwa ya kikosi chetu tayari tunakifahamu, na hatusubiri dirisha lifunguliwe ndio tuanze kusajili. Hapana, hivi tunavyozungumza makachero wetu wanaendelea na kazi nzito ya kusajili na kuhakikisha kwamba msimu ujao tunakuwa na kikosi bora na kizuri zaidi. Mimi nikushukuru sana Moses. Asante sana na karibu sana.